Hii ni Dira ya Jilax. Nimeanza kuingia 1982. Mimi nimekuja pale bila kuoa, nimeoa. Unaona hata niko na kipara, watoto nimezaa yote. Mimi ni mkaaji wa Kimkandura na nimeingia huko miaka wa 1980. Niliingia huko nikiwa na miaka 7. Sasa mwanaume anayedaiwa kumuua mkewe na kumzika ndani ya tengi la maji atiwa nguvuni Kirinyaga. Muturi sasa atengwa na asasi za serikali huku viongozi mbalimbali wakikataa kuhudhuria hafla zake. Watu 62 watuma maombi ya kuwa wakurugenzi wa bima ya SHA. Na magari ya Supermetro yakaguliwa na NTSA ili kuhakikisha kuwa yanatekeleza majukumu yake kwa kutii sheria za barabarani. John Wanyonyi. Hujambo na karibu. Hii ni Dira kamili ya Jilax awamu ya saa 7. Maafisa wa upelelezi kutoka kaunti ya Kirinyaga wanamzuilia Brian Ambogo Mwangi mwenye umri wa miaka 24 kwa tuhuma za kumuua mchumba wake na kutupa mwili wake katika tangi la maji katika nyumba ya familia yake kule Ngurubani, Mwea Mashariki. Mwili wake uligunduliwa na msichana wa kufanya kazi katika nyumba yake. Maafisa wa polisi wanaamini kuwa mauaji hayo yalitekelezwa mnamo siku ya Alhamisi iliyopita. Wamboko alikamatwa akiwa amejificha katika mtaa wa Mweriko, akiripotiwa kulindwa na mwanawe wa nyumba na sasa yupo chini ya ulinzi katika kituo cha polisi cha Wanguru. Alikiri kuwa mwathiriwa alikuwa mchumba wake wa siku moja. Usinika sana na ninakasifu hiyo kitendo ilitendo na hao watu mtoto wa mtu kuuliwa kwa mkawa na akatupwa kacho. Hiyo ni msichana hata hatujajua ni wapi. Na imagine umelea msichana amekuwa mtu mzima. Wewe mwenyewe haukumtupa kwa choo. But I just imagine hata huyo mzazi akipata na hiyo habari, hiyo kitu itamfanya asikie yani akiwa ameisha kabisa. Sasa mzazi mwenye huyo msichana mtupo kwa choo. Sasa yeye ajui mtoto wake wako wapi. Juu hata huyu si wa huku ajulikani wa wapi. Ngurubani unajua huku tumejaa makabila mbalimbali huku. Watu ni mchanganyiko huku. Msichana ameuawa na ametubukizwa kwa choo ndani. Ni vibaya sana juu wakati tuko hapa sisi tunashindwa. Tofauti kati ya waziri wa huduma za umma Justin Muturi na serikali zimezidi kudhihirika wazi kila uchao, huku akishikilia msimamo wa kutojiuzulu kutoka serikalini. Hii ni baada yake kuwasili jijini Mombasa siku ya Alhamisi peke yake bila ya viongozi au kuandamana na kiongozi yeyote serikalini. Anavyosimulia mwanahabari wetu Juma Wafula, Muturi vile alikuwa bila msafara wote wa maafisa wa polisi ambao kwa kawaida huwapa viongozi mashuhuri ulinzi. Alipowasili jijini Mombasa, waziri Muturi akiwa na aliyekuwa katibu mkuu wa wizara hiyo Amos Gathecha, tofauti na viongozi wengine serikalini, wawili hao hawakuandamana wala kupokelewa na maafisa wa polisi, viongozi wa eneo hili wala wakuu wa usalama. Waziri huyu akisema hilo si jipya kwake na wala lenye kumshangaza. Wala sijui kama niwajulisha na sio muhimu, hiyo sio muhimu. Saa zingine kama tunafanya kazi za wizara sio lazima tukue na county commissioner. Watu wako na shughuli zao. Mchambuzi wa masuala ya siasa na uongozi Ustadh Shaban Mwalimu amesema hatua hiyo ni ya kisiasa. Nadhani haya ni mapigo ya kisiasa kwamba mtu huyu ujumbe unatumwa kwake. Ikiwa leo usalama utatolewa, ina maana kesho na kesho kutwa ataweza labda pia kufutwa kazi au chambelecho alazimishwe katika hali ya kisiasa aandike barua kijiuzulu. Nadhani akiendelea na msimamo huo wa kukosoa serikali, basi nadhani ajitayarishe na fimbo ya serikali. Hata hivyo, kamishna wa kaunti ya Mombasa Mohamed Noor amesema hawakupokea taarifa yoyote kuhusu ujio wa Muturi. Naona wengine wanasema tulikataa kureceive waziri. Mimi ningesema hatuna habari hata kama waziri alikuwa anakuja. Kawaida tunaandikiwa barua, tukiandikiwa barua waziri ni mtu mkubwa sana, ni bosi yangu. Tunampatia cheska, hakuna pale anaingia jam na anaenda mkutano yake bila wasiwasi. So hiyo habari muignore, hakuna barua tulipata, tunaambia tu waziri anakuja. Usually we get the program in advance and we make security arrangements and a VIP who comes to Mombasa. Mwalimu ameipuuza kauli hiyo akisema serikali na kitengo cha
ujasusi, na hivyo idara ya usalama ilipaswa kufahamu hilo. Kulingana naye, kikatiba kiongozi yeyote mashuhuri serikalini anastahili kupokelewa na kupewa ulinzi popote aendako. Kwa sababu haiwezekani waziri ambaye ana ofisi ya kiserikali aweze kuingia katika mji kisha ati vyombo vya usalama visijue mtu yule na yeye mwenyewe akiulizwa sema si muhimu. Lazima protocol izingatiwe. Protocol maana yake ni ile mikakati ya kiusalama ipatikane, yule atakayempokea, nani atafika pale, nani watakuweko pale. Juma Wafula, kaunti ya Mombasa. Jlax Radio, stesheni ya ukweli. Aliyekuwa naibu waziri wa afya Daktari Mercy Mwangangi ni miongoni mwa watu 12 waliosajiliwa kuchukua nafasi ya mkurugenzi mkuu wa bima ya afya taifa SHA. Mwingine ni kaimu mkurugenzi wa sasa Robert Ngasiri, Kenneth Okello na Daktari Edward Serem. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa bodi ya SHA Daktari Abdi Mohamed, watu wengine 92 walikuwa wametuma maombi ya nafasi hiyo iliyotangazwa wazi tarehe 27 mwezi uliopita. Mahojiano yatafanyika tarehe 7 na tarehe 8 mwezi ujao. Mamlaka ya SHA kwa sasa imewaalika umma kuwasilisha taarifa zozote kuhusu mmoja wa wale waliosajiliwa kuchukua nafasi hiyo kufikia tarehe 4 mwezi ujao. Magari ya Super Metro yamefika katika makao makuu ya ukaguzi wa magari ya NTSA kukaguliwa kuthibitisha ubora wao wa kuendelea kuhudumu. Hii ni kutokana na hatua ya NTSA kupiga marufuku operesheni za magari hayo baada ya tukio la abiria mmoja kutupwa nje ya gari moja na kuaga dunia. Mwanahabari wetu Jerry Seme yupo katika eneo hilo na kwa sasa tunaungana naye moja kwa moja atupe taswira halisi ya hali ilivyo eneo hilo. Jerry. Katika maeneo ya Likoni ambako kituo cha NTSA cha ukaguzi ya magari ambayo yalikuwa yamepigwa marufuku ya Super Metro yameweza kufika kwa wingi, zaidi ya magari 294 ambayo ilikuwa imeweza kuandikishwa kwamba hazijafikisha yale matakwa ama matarajio ya kuweza kufanya kazi barabarani yameweza kufika eneo hili kwa ukaguzi zaidi ili kudhibitisha kwamba vile viwango vya kuweza kuhakikisha kwamba magari ya uchukuzi yameweza kufikisha viwango vya usalama imeweza kukaguliwa. Magari haya zaidi ya 200 yameweza kufika hapa, yalianza kumiminika maeneo haya kuanzia asubuhi ya saa 2 hadi sasa. Wana NTSA, maafisa wa NTSA wanaendelea na uchunguzi wao kuweza kuangalia iwapo magari haya yako na stakabadhi sahihi, wale madereva wako na stakabadhi sahihi, iwapo magari haya ukweli yako katika hali ya kufanya kazi ya uchukuzi, na hata kuweza kuzungumza na wale madereva kuuliza maswali 2-3 ili kuweza kuangalia iwapo wanatosha kuwa madereva wa uchukuzi. Nilipo hapa niko na mmoja wa madereva ambao wameweza kufika hapa na ni dereva wa Super Metro. Labda aweze kuzungumza nasi, aseme nasi, aweze kutuambia je, kwa nini mko hapa? Labda anze kwa jina. Okay, kwa majina naitwa Frederick Mohora Mongai. Mimi ni dereva katika Super Metro. Leo hii tumekuja hapa kuleta haya magari yetu ili wafanye kitu ambayo wanasema ni inspection. Tumekuja ili tuweze kusafisha jina letu na ili ndio kila mtu ajue sisi kama Super Metro tunafuata sheria na kila kitu NTSA wanaweza tuambia. Wewe kama dereva, okay, ama mfanyikazi, unafikiri leo ama tangu serikali iweze kusema kwamba mfai kuwa barabarani, imekuathiri vipi wewe kama dereva? Tangu serikali iseme tuweke magari yetu kando, mimi kama dereva imeniadhiri kwa sababu unaona niko na familia, niko na wasichana 2 ambao nafaa kutafutia chakula na hawapati. Mimi mwenyewe sipati kwa sababu inabidi nitumie zile ambazo nilikuwa nimesave. Mimi ningesema hivi, vile tu kampuni yetu imejitolea tukuje kusafisha jina letu, kusafishe na serikali at least isikie matakwa yetu pia sisi, ili tuweze kurudi kazi, ili tutafutie familia zetu, tuweze kulipa manyumba yetu tunayoishi, na tuweze pia kusaidia abiria wetu ambao wanaathirika na kulipishwa nauli kubwa. Na tuseme leo peke yake, labda magari mangapi ambayo yamefika maeneo haya, na kwa nini tu Super Metro? Leo tumeleta magari over 294
na kwa sababu yenye walituambia walisema wanataka hayo magari, walitupatia hiyo namba na wakasema zote tuzilete hapa, na ndio maana tumefuata sheria na tukazilete ili waweze kuhakikisha ni nini ambacho wanataka tujue, Kenya wanataka tukue nacho ama Kenya wanataka kutuelimisha, kwa sababu lazima watuelimishe pia ili ndio tujue makosa haya yanatokea wapi na tutayarekebisha vipi, na ili tuweze kupata mapato yetu ya kila siku na pia kuserve Kenyans tunapowabeba kutoka kila pembe la hii country. Baada ya ukaguzi huu leo, what next? Ofisi kama yetu ya Super Metro imetuambia lazima tukae na kikao, tukae chini, watuelimishe pia ili watuambie kile ambapo wanataka pia tufuate. Jaylax Radio, stesheni ya ukweli. Ni taarifa unazozipokea msikilizaji kutoka Jaylax Radio, stesheni nambari 1 na iliyo katika safu bora za ukwaji humu nchini. Hapa ndo nyumbani kwa sauti zinazoaminika na kuheshimika katika utangazaji kote nchini Kenya. Kweli na burudani ikiletwa kwako na Jaylax Radio. Neno chameleon linamaanisha simba mdogo kwa lugha ya Kigiriki. Kweli na burudani ikiletwa kwako na Jaylax Radio. Mashindano ya safari yameingia siku ya 3 hii leo kule Naivasha, huku madereva wakikumbana na maeneo ambayo ni ya mabonde, upinzani mkali kutoka kwa wingi wa madereva ambao wanashiriki mashindano hayo. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Daniel Kiplimo ambaye yuko Naivasha tujuze zaidi kuhusiana na yale yanayojiri. Daniel. Asante sana Johnny Wanyonyi ndani ya studio zetu Nairobi, na moja kwa moja hapa katika eneo la Naivasha, na mwarifu tu msikilizaji ya kwamba mikondo mitatu ya asubuhi imeweza kukamilika muda si mrefu, huku ikiwa katika mkondo mapema alfajiri zaidi Eli Evans aliweza kuibuka mshindi na Kale Rovanpera akifuata katika nafasi ya pili na Takamoto Katuta kwa watatu. Alafu katika mkondo wa pili pale Elementaita tukitokea kule Sleeping Warrior, Elfin Evans aliibuka mshindi na Takamoto Katuta kwa pili na Kale Rovanpera akawa katika nafasi ya 3. Takamoto hata hivyo mkondo huu wa kumalizia siku kule Soisambu ameweza kuibuka mshindi na Oi Tanaka akawa wa pili na Elfin Evans akawa katika nafasi ya 3 katika mashindano haya, na mikondo ndivyo hivyo basi inazidi kuyoyoma. Kumbuka watarudia njia zile zile walizozitumia asubuhi katika majira ya mchana kuanzia saa 9 na dakika 5. Hata hivyo bado kiongozi wa jumla katika mashindano haya ni Elfin Evans, alafu anafuatiwa na Kale Rovanpera na Oi Tanaka akiwa katika nafasi ya 3, Takamoto Katuta akiwa katika nafasi ya 4. Ndivyo mambo yalivyo katika eneo hili la Naivasha, na pasi shaka katika taarifa zetu zijazo kuna mengine mapya ambayo yameweza kujiri katika ukumbi huu, kando na yale ambayo yanaendelea uwanjani. Nikizungumzia serikali imesema nini na vile vile walinda usalama wamesema nini, hayo ni katika taarifa zetu zijazo. Kutoka Naivasha, kaunti ya Nakuru, mimi ni Daniel Kiplimo, kwako studio Wanyonyi. Asante sana Daniel Kiplimo. Bila shaka alipotujuza hapo tutaweza kupokea taarifa zaidi kuhusiana na mashindano ya Safari Rally yanavyoendelea kule Naivasha katika taarifa zetu za baadaye. Jina langu ni John Wanyonyi.